Duniani twapita, sisi tu wasafiri. Duniani twapita, twaelekea mbinguni. Mpendwa, sisi sote ni wasafiri ambao duniani sio petu. Ndugu yetu Benson Sakawa ametutangulia mbele ya haki na sasa yuko mbinguni. Lakini sasa mazishi yake yanahitaji gharama, kwa sababu kuna bili ya hospitali ambayo inahitajika ili kuweza kuruhusiwa kutolewa hospitali mwili wake anakuja kuzikwa. Mpendwa, familia imelemewa kulingana na bili kubwa ya milioni 6 ya Kenya, na sasa inaomba sapoti yako ili kuweza kukamilisha safari hii ya ndugu yao mpendwa Ben Sakawa. Mpendwa, leo hii ni kwake Ben Sakawa, lakini kwako ni kesho. Huwezi kujua utakuwa kwenye mazingira gani. Ni mtumishi aliyepitia mazingira magumu kwa ugonjwa ambao umeweza kumkumba kwenye maisha yake. Hujui kesho utakumbwa na nini. Kwa upendo tu, kwa moyo wa huruma, kwa moyo wa upendo, unaweza kutoa chochote ulicho nacho katika paybill namba iliyoko hapo, ili uweze kusapoti kukamilisha bili hii ya hospitali ambao anadaiwa. Sasa familia inadaiwa hospitali ambapo alikuwa anatibiwa. Mpendwa, mazishi yake ni wiki ijayo. Je, kama ni wewe, kama ni ndugu yako, ungeweza kumwacha hivyo? Shilingi yako 10, shilingi 20, shilingi 50, shilingi 500, 1000, kiasi chochote kilichobarikiwa na Mungu unaweza kutoa katika paybill namba hiyo. Lakini pia unaweza kuwasiliana kwa namba ambazo ziko hapa ili uweze kupewa taratibu za kukamilisha jambo hili. Ikiwa uko nchini Kenya, unaweza kutuma pesa yako kwa paybill namba hiyo. Lakini ukiwa Tanzania pia unaweza, kuna process ya kufuata kutuma pesa kwenda nje ya nchi kwenye hiyo namba ambayo unaiona hapo. Unaweza tu kwenda kwenye kutuma pesa kwenye simu yako, alafu utaona tuma pesa, itakwambia nje ya nchi, kisha utachagua nchi ya Kenya, alafu utaweka namba 254, alafu utaweka 719785940. Ukifuata tu mpango huo, unaweza ukatuma kwenye hiyo namba, kisha utaweza kulipa pesa yako na mchango wako huu wa rambirambi ambao utasaidia kutolewa kwa mwili huu kutoka hospitali, kisha basi kuja kupumzishwa katika nyumba yake ya milele kwa hapa duniani. Mpendwa, vizuri ukachangia, kwa sababu leo ni kwake, lakini kesho ni kwako, kesho ni kwangu. Kwa hiyo jitahidi uwezavyo ili uweze kukamilisha safari ya ndugu yetu. Anapopumzika kwa amani, basi uweze pia kupata raha moyoni, kwa sababu mpendwa ni mpendwa tu. Yaani nikimaanisha kwamba sisi sote ni wapendwa katika Kristo. Sisi ni watu ambao tunapita hapa duniani pia, na kila mmoja anaweza kukutwa na mauti hii. Mpendwa, lakini pia katika uchangiaji huu umeandaa moyo wako ili wakati ambapo Mungu atarudi uweze kwenda naye katika ufalme wake. Jiandae, uwe tayari. Usione kwamba dunia hii kwamba utaishi milele. Fedha utaiacha, kila kitu utaiacha. Toa kwa moyo upendo, na Mungu akubariki sana.